Haleluya. Tunaendelea na masomo yetu ya kitabu hiki cha Tembelea Watu Wangu, ukiwa ni mwongozo wa Roho Mtakatifu kuhusu matengenezo kanisa. Kabla sijasoma somo la leo ambalo linasema mateso ya Wakristo. Mateso ya Wakristo. Mungu hutumia lugha ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo wakati Roho Mtakatifu ananipa somo hili kwamba andika somo linalosema mateso ya Wakristo, mimi nikaanza kuwaza kimwili, pengine wanauawa au wanafanywa nini kimwili. Lakini kumbe sio hivyo, manake mateso yanayozungumzwa hapa ni mateso ya nafsi ambayo yamewakumba Wakristo. Mateso ya nafsi, sio mateso ya mwili. Ni mateso ya kisaikolojia, mateso ya nafsi. Kabla sijasoma kadri Roho Mtakatifu alivyonifundisha kuhusu mateso ya Wakristo, basi nitasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 11 mstari wa 26. Hata alipokwisha kumuona akamleta Antiokia. Ikawa kwa muda wa mwaka mmoja wakakusanyika pamoja na kanisa na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi waliitwa Wakristo kwanza hapo Antiokia. Kwa neno la msingi ambalo nataka tujifunze kabla sijasoma habari hii au somo hili la mateso ya Wakristo ni kuona jina hili Wakristo lilianzia wapi au lilitokana na nini. Hao walikuwa ni wanafunzi, lakini walikuwa ni wafuasi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo walipokuwa katika mji wa Antiokia wakaitwa Wakristo, manake watu wa Kristo, wafuasi wa Kristo, walikuwa ni wanafunzi wa Yesu Kristo au wanaomfuata Yesu Kristo, wafuasi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo neno wa Kristo lilianzia katika mji wa Antiokia. Kwa hiyo nitaka nieleze neno hili la Wakristo, asili yake limetokea wapi au limetokana na nini na lilianza lini. Lilianza katika mji wa Antiokia. Watu walipowaona wakasema, hawa tuliwaona wanamfuata Yesu, kwa hiyo hawa watakuwa ni watu wa Kristo, wanamfuata Yesu Kristo. Hawa ni watu wa Yesu Kristo, ni wafuasi wa Yesu wa Kristo. Kwa hiyo neno hilo au jina hilo wa Kristo lilianza katika mji wa Antiokia. Somo letu linasema mateso ya Wakristo. Roho wa Bwana anasema kuna mateso wanaopitia Wakristo kwa ujumla. Kwa hiyo manake ni Wakristo wote.
na madhehebu yao yote. Jambo la kwanza, wanaambiwa hawana Mungu yoyote. Maana wanaambiwa na wapagani. Wapagani ni watu ambao tunaweza kusema ni watu ambao wana elimu ndogo. Watu ambao hawajachunguza maneno ya Mungu. Wengine wanaweza kuwa kwenye dini zingine, lakini wanaelewa kwamba Kristo ni nabii, au Yesu Kristo ni nabii wa Mungu, amezaliwa na Bikira Mariamu. Wasomi wa dini mbalimbali wanalikubali hilo, kwamba atarudi na atawahukumu wanadamu. Hakuna anayepinga mambo hayo. Ila ambao hawajasoma mambo ya elimu ya kimungu wanaweza wasielewe mambo haya. Kwa hiyo wanaambiwa hawana Mungu yoyote. Wanaambiwa ninyi hamuna Mungu wala hamuna dira yoyote. Wanasema hawa Wakristo wenyewe, Roho Mtakatifu wanasema watabiriwe vitu mbalimbali au wabashiriwe. Maana wanateseka, wanapenda kubashiriwa. Hiyo ni namba 2. Wakristo kwa ujumla wanapenda kubashiriwa au kutabiriwa. Kuna watu wanasema wao ni wabashiri, wanabashiria watu, kumbe wanatabiri uongo, nguvu zisizo sahihi na mpango wa Mungu. Nguvu zisizo sahihi na mpango wa Mungu. Nguvu zisizo sahihi na mpango wa Mungu. Nguvu zisizo sahihi na mpango wa Mungu zimeleta mateso kwa Wakristo kwa kufanywa hivi na hivi na vile na vile, vitendo ambavyo havistahili. Kwa hiyo hao wanaowabashiria, yani Wakristo wenyewe wanapenda kubashiriwa. Maana wanawatafuta watu wanaobashiri. Maana hao ni watu wanaojitangaza manabii. Kwa hiyo wakisikia nabii, maana nabii ni mtu wa kutabiri. Kwa hiyo wanawatafuta hawa watu, na ni watu nadra, wanapatikana maeneo machache. Sasa wanataka wabashiriwe. Yuko kona moja ya Tanzania, anaondoka kumtafuta huyo anayebashiri kona nyingine ya Tanzania au ya dunia hii. Kwa hiyo hayo nayo ni mateso, maana ni gharama kumtafuta mbashiri au nabii. Lakini Roho Mtakatifu anapoonesha hivi kwamba watu wanasema wao wanabashiri, kwa hiyo watu hawa wanaobashiri na kutabiri, manake Roho Mtakatifu anasema hawako sahihi. Baadaye nitafundisha somo ambalo Roho Mtakatifu aliniambia, au alinifundisha, somo la unabii na manabii. Tutakuja kuelewa vizuri zaidi. Jambo lingine linaloleta mateso kwa Wakristo ni misaada ya watu fulani imeleta pia mateso kwa Wakristo. Wanaambiwa hiyo misaada na ninyi mfanye jambo fulani, manake kuna kuwa na masharti ndani ya misaada hiyo. Bayo kama tunavyoelewa sasa, kuna wimbi la ndoa za jinsia moja, na mataifa makubwa yanasema wale wanaokubali wapewa misaada. Manake mwanaume na mwanaume waoane, mwanamke na mwanamke waoane,
Maanake hao wanaokubali ndoa za jinsia moja, mataifa yanayokubali yatapewa misaada. Maanake kunakuwa na masharti ya misaada. Kwa hiyo kanisa linaweza likaingia kwa watu ambao sio sahihi, wakawaambia watajenga makanisa, watawapa magari na vitu vingine, kumbe ni mashoga au kumbe ni watu wa jinsia moja, ndoa za jinsia moja. Kwa hiyo haya ndio mateso ya Wakristo kwa ujumla. Wanaambiwa hawana Mungu, wanadharaulika, wao wenyewe wanapenda misaada. Baadaye misaada hiyo inakuja kuwaletea shida kwenye nafsi, kwa sababu inakuwa misaada isiyo sahihi. Ni misaada isiyokuwa sahihi. Wakati Mungu ananipa maono na utaratibu kwamba baadaye nitaanza kujenga makanisa, ananiambia kwamba ukiletewa msaada ni lazima uombe kwanza, uchunguze kwanza, je, msaada huo ni halali? Na Roho Mtakatifu aliniambia, ninyi wanadamu huwa mnakuwa na haraka sana. Nimekupa mambo haya, maono haya, usifikiri ni mambo yatatokea tu haraka haraka. Ni kwamba yanaenda kwa utaratibu wa kimungu. Ni mambo ya kinabii. Yatatokea taratibu kadri Mungu anavyopanga mwenyewe. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki kwa somo hili ambalo linahusu